Juni 3 mwaka 2025. Karibu sana ndani ya Viwanjani. Mimi ni Saidi Salim Msumi. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuyaangazia. Machache kati ya mengi ambayo tutaweza kuyagusia ni kuhusiana na kikosi cha Taifa Stars kikiondoka alfajiri ya leo akielekea Afrika Kusini kwa ajili ya mchezo kirafiki dhidi ya Afrika Kusini Bafana aka Wavulana Juni 6 mwaka huu. Lakini bila sambamba na hayo pia tutaangazia kikosi hicho ambacho kitakwenda kucheza michezo ya Kosafa Tanzania tukipangwa katika kundi C pamoja na Eswatini na Madagascar. Tutakwenda kuangazia kwa ujumla mashindano kuelekea katika michezo hiyo hapo mitatu kabla ya kuweza kuangazia maki michuano ya Kosafa itaanza Juni 4 mpaka Juni 15 mwaka 2025. Mbali na hayo tutagusia pia kuhusiana kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby. Vita zaidi ya eneo la viungo katikati ya timu hizi mbili Simba pamoja na Young Africans. Mchezo ni Juni 15. Lakini pia nafasi ya ulinzi katika ligi kuu ya NBC imekuwa ni sehemu nzito zaidi, lakini pia na aina ya mchango wao katika ufungaji wa mabao na yenyewe pia tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Bila kusahau kuna vitu vingi sana tutaweza kuvigusa. Barani Afrika ni mechi ya Mashemeji Derby ikimalizika kwa sare ya bao 1-1 katika dimba la Raila Odinga Homa Bay katika kaunti ya Homa Bay hapo jana. Austin Odhiambo Roy Royce akifunga akiwatanguliza kikosi cha Gor Mahia Kogalo, lakini baadaye wakisawazishiwa na Bernard Wanyama. Mechi hiyo inatoa taswira gani katika nafasi nzuri zaidi kwa Polisi Kenya chini ya Etienne Daragije kusaka taji lao la uchampioni wa ligi kuu ya nchini Kenya. Lakini ukiachana na hayo tutakwenda kuangazia ufalme wa Morocco na soka la Afrika, michezo 18 kuchezwa ya kirafiki ndani ya nchi ya Morocco. Tutaenda kuligusia hapo baadaye. Lakini bila kusahau golikipa wa zamani wa Ujerumani na Bayern Munich Oliver Kahn asitisha dili lake la kutaka kuinunua timu ya Bordeaux inayoshiriki ligi daraja la pili nchini Ufaransa. Kwa nini? Tutakwenda kuangazia hayo. Lakini kumekuwa na maingizo ingia toka za makocha mbalimbali barani Ulaya. Tutakwenda kugusia hapo baadaye. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi. Tamati yetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Utaweza kusikia hapa zilizo bamba, taarifa mbalimbali kutoka mitandaoni, joto la Afrika, the pitch na kadhalika. Wachambuzi wangu siku ya leo ni Michael Johnson Nguli, mwamba kabisa huyu hapa, lakini bila kusahau uwepo wa Rashid Don Hamis, the heavyweight pundit, the only one in Africa. Ni mkubwa sana humu ndani kuangazia taarifa mbalimbali mpaka saa 6 kamili za mchana. Tuko vyema? Alhamdulillah. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Unaendeleaje bwana? Tuko vizuri. Tamam. Niko tabamu kabisa. Watu wanasema Mandieta tunataka tumuone akizima. Sholobwenzi Stamina nataka mechi na sisi. Stamina hamna mashairi kule. Kule kuna Labona, Matravela. Tutakufanya vibaya sana Sholobwenzi. Mechi za kutoka na kuingia hizo. Unaweza kupumzika kidogo, unakunywa maji unaingia. Njoo sasa kama unaweza. Mimi siwezi bwana. Sasa mbona Nguli unajivunja mapema? Anajivunja kati ina lilahi na la jioni. Bwana. Siku nyingi kaka. Mimi nikawa najua kabisa kwamba Usinga ukitoka kwa Mandieta unaangukia kwa Nguli. Nikivua Usinga na mpa Mekoyela mtoto wa Mbinga. Mpira unachezeka. Muda wote analima matikiti. Unacheza mpira unawazada ya watoto. Kuna mpira hapo rafiki yako. Stamina Sholobwenzi. Utafurahi. Atafurahi kabisa Sholobwenzi. Yaani kama mkatuchukuliaje yani Stamina? Kwanza kikosi cha Viwanjani hajajua yule. Huku unamuona Gift Alex Macha. Mhamasishaji. Katika kitu uwanjani. Katika utafiti wa Stamina katika kitu alichokosea. Hakujua Azam Media nusu ya timu inajengwa na timu Viwanjani. Kwa hiyo amepoint tu bwana tunataka tucheze na Viwanjani. Yaani utafurahi. Umefeli. Yaani umefeli. Na kwa taarifa yako tutakuacha. Tunakutia goli 7. Alafu hamna kumheshimu mpinzani. Yaani tutakuweka kadi ambayo sisi tunaweza. Na baada ya hapo tutakupiga interview. Alafu baadaye utafanya interview. Yaani unataka utaki utaongea. Yaani nini kilikupelekea kuchagua maafa? Yaani hapa kama namuona team manager. Inawezekana anaandaa voice note za tume. Upande ndio usikie upande shaba upande chuma.
Sisi tuna waganga Bana wanataka kutupima. Wanataka kutujaribu. Wanataka kutujaribu. Stamina jishikilie. Na tunamhakikishia mtazamaji. Matokeo yote tutayaleta. Yoyote yatakayotokea. Saa 10 bila tutaacha kumwambia. Tunasema mechi ni kocheni pale. Jamani Stamina kaomba mechi na sisi. Anafikiri sisi hapa tunazungumza. Anadhani sisi tunaita masiala. Tutafanya vitu vya hatari. Sababu sisi hatutakuwa na fair. Tutakugonga 7, tutakugonga 8, 9, 10, sisi tutakupiga. Lakini tahadhari. Hatuhitaji ndondo. Njoo nao. 2 3 njoo nao. Ndondo mwache. Ukitaka ndondo, kuna watu njoo nao. Kuna mechi moja sisi unavyotaka sisi tunataka. Chidi, kuna mechi moja, kuna timu yangu moja hivi nilikuwa nayo. Tumeenda siku ya kwanza tumecheza maveterani. Sio sasa maveterani. Tumecheza pap. Tukapigwa kama 4-1 hivi. Sasa yakaja mashindano. Ile timu tena tukakutana nayo. Zilipigwa pale, kuna mashindano fulani yakafanyika. Watataka watu walali. Sasa mashindano ile timu mpira ulivyoanza tu. Zile pasi zilizopigwa kama 8 hivi. Jamaa sasa hii sio timu yenu. Timu tunaijua. Hata nyie timu yenu tunaijua. Moja hamisha, hii sio. Unajua mtu yote ambaye anafanya mazoezi ya kila siku yale, akigusa akiachia. Unajua hapa hapana. Leo kazi ipo. Hawa sio. Yaani Stamina unavyotaka sisi tunataka. Sawa bwana. Yaani tunavyotaka sisi tunataka. Sawa bwana. Yaani wewe tuambie tunatakaje. Sisi tutaruka naye. Lakini kipigo kiko pale. Tutawaambia watazamaji wetu waje kutufuatilia, kuja kutuona. Waje kutuona na kuweza kutufuatilia. Mechi kesho. Mechi kesho. Wakulungwa mechi kesho. Kwa hiyo Viwanjani dhidi ya timu Stamina. Njoo pale umuone Lukaya binti Mbugita. Njoo muone pale Rashid Hamis Don Mandieta. Stamina nitakufanya vibaya. Maana kimo chako kama Ashimuibwe akampenja, yani nitakufanya vibaya. Mimi nitakuwa na dakika zangu 15 za mwisho. Nitakufanya vibaya. 15 za mwisho namaliza. Stamina sasa hivi una kitambi. Sawa bwana, ndio tunaanza hivyo katika soka letu kwa wakati huu hapa. Tuanze kuangazia soka letu katika siku ya leo, ambapo kikosi ama msafara wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars umeondoka mapema alfajiri ya leo kuelekea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Afrika Kusini utakaochezwa katika mji wa Polokwane nchini Afrika Kusini Juni 6 mwaka 2025. Mwenzetu Hassan Ahmed Mvula ametuandalia taarifa ifuatayo. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, wachezaji wa timu ya soka ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wakiwasili tayari kwa safari hiyo. Kocha Hemedi Moroko amesema ataitumia michezo hiyo kuijenga timu hiyo kimbinu na kiushindani, akiamini kuwa timu ya soka ya taifa ya Afrika ya Kusini Bafana ni miongoni mwa timu bora barani Afrika. Mechi nzuri kwetu sababu nafikiri ni mechi kubwa. South Africa wako vizuri sasa hivi, lakini na sisi tuko vizuri. So kwa hivyo nafikiri ni mechi ambayo itaonesha nini tunaweza tukafanya kwenye CHAN. Kwa hivyo ni kitu cha faraja kupata mechi za aina hii, na naamini kwamba tuna squad nzuri. Sasa hivi tumekuwa washindani na naamini kwamba tunaenda kushindana. Kwa hivyo of course unapoenda kushindana unategemea kupata matokeo na kufanya vizuri. Nafikiri ndio kitu ambacho Watanzania watarajia kuona kitu kama hicho, sio kwenye hii mechi ya kirafiki na mechi za Kosafa ambazo kama tumealikwa, sio. Nafikiri pia tuna nafasi ya kufanya vizuri na ni mechi nzuri kwa wachezaji wetu ambao wako ukitazama kikosi chetu ni mchanganyiko wa wachezaji, si ndio? Wapo ambao wachezaji under 20 upcoming wanakuja, kwa hivyo nafikiri hizo mechi zitajenga, sio. Kwa hivyo endelea kutuombea na sisi hatuangusha. Mkuu wa msafara huo James Muhagama ameweka bayana kuwa
Mwaliko huo ni ishara ya heshima kwa Tanzania na hakuna ubishi. Kwa sasa soka la Tanzania linazidi kutambulika kimataifa. Kitu pekee ambacho naweza tukawaahidi wa Tanzania kwamba kwa sasa tuna timu bora na ndio maana tumepata mwaliko. Ukizingatia ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati una timu ngapi, lakini kwa nini Tanzania? Kwa hiyo kuna sababu ya msingi ambayo imefanya tupate mwaliko kule, kwamba wanajua sisi kama Tanzania kwa sasa hivi tuna kitu. Yes. Akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, Simon Msuva amesema michezo hiyo itawaandaa vyema katika mashindano ya CHAN na AFCON. Na michezo ni muhimu kwetu na pia ni muhimu kwa wachezaji kwa maandalizi ya michezo mingine ya mbele yetu, kwa sababu kuna michezo mingi mbele yetu. Kuna CHAN mbele yetu, kuna mashindano tena mengine makubwa ya kufuzu FIFA World Cup. Kwa ni kitu kikubwa kwetu sisi kupata nafasi kama hii kuwepo, na lakini pia kulipambania taifa. Hassan Mvula, Azam Sports, Dar es Salaam. Shukrani sana Hassan Ahmed Mvula kwa taarifa hiyo hapo. Ni michezo mitatu na kuendelea, kwa sababu tuna mechi ya kwanza. Kwanza tuangazie mechi ya kwanza dhidi ya Afrika Kusini, Bafana aka wavulana kwenye kalenda ya FIFA. Ni mechi ambayo inaenda kutupa taswira gani, Rashid? Yeah, of course ni kama ambavyo title yenyewe inajieleza kwamba ni mechi ya mwaliko. Kwenye mwaliko manake kuna aliyekualika, yeye ndo anajua anahitaji nini kutoka kwako na utampa kitu gani. Mechi ya kalenda ya FIFA kwanza, hii ya kwanza. Ndio. Umeona? So manake Afrika Kusini wao ndio wanajua hasa kwa nini wamewaalika Tanzania. Alafu baada ya hapo nafikiri na sisi tutajipima sasa kutokana na kile ambacho tutakuwa tumekiona kule. Inawezekana kutokana na namba nzuri ambazo tumekuwa nazo kwenye ranking za CAF. Yes, Afrika Kusini wakaona kuna uwezekano wa kulita taifa la Tanzania. Linaweza likatuongezea kitu, kwa sababu ukiangalia squad ya Bafana sio squad ambayo watu wengi tunaifahamu. Ni squad ambayo imechaguliwa kutokana na inaonekana wale vijana kuna kitu wanataka kiongozewa. Manake wapate uzoefu, wapate ushindani kutoka kwenye testa halisi ya timu ambazo mataifa ambayo wanajua haya tukialika kuna kitu kitapatikana. Na Tanzania hatujakuwa wanyonge, tumeita squad ambayo Watanzania wengi wanawafahamu, wanajua uwezo wao. So nafikiri watu wa kwanza kufaidika kwenye hili watakuwa ni wenyeji ambao wao wametuita, kwa sababu naamini sisi tuna squad bora kuliko wao. Alafu the second, nafikiri ndo hapo sisi kama Tanzania tutaona kile ambacho mwalimu ataenda kukiapply huko. Je, atatumia wale under 20 ambao walikuwa wametoka kutumika kwenye mashindano ya AFCON au atafanya huo mchanganyiko wa wachezaji kama namna ambavyo yeye mwenyewe anazungumza, kwa sababu akijua kabisa kuna ratiba ya tarehe 15 baadhi ya wachezaji wa Simba na Yanga watatoka kule na watarudi Tanzania. So nafikiri mnufaikaji mkubwa hapa sio Tanzania. Mnufaikaji mkubwa ni South Africa ambaye yeye katoa mwaliko akijua nini anahitaji kutoka kwenye taifa la Tanzania. Sawa. Na baada ya mchezo huo mmoja wa kirafiki wa kikalenda ya FIFA, tutakuwa tupo kundi C la michuano ya Kosafa. Tupo na Madagascar, tupo na Eswatini, na nikiangalia kikosi kwa unanilia wake naona kila mchanganyiko mkubwa sana, lakini wa vijana, lakini wachezaji ambao wanacheza soka la ndani, kwa sababu ni kipimo kingine tena kuelekea katika kabla kikosi kile cha CHAN hakijaitwa sasa kwa ajili ya mashindano. Yeah, of course kwa sababu mataifa yote sasa hivi yapo kazini. Mataifa yote yamerudi kazini. Na sisi kama taifa kama Tanzania tuna kalenda ambayo iko fixed sana. Mwalimu na benchi zima la ufundi wakishirikiana na shirikisho la mpira Tanzania TFF wana jukumu kubwa na jukumu zito la kuweza kuangalia Tanzania na wale ambao wanawaita kwenye timu ya taifa ni nini ambacho watakuja kutupa. So kwenye hii mechi ya kalenda ya FIFA kama ambavyo umeintroduce, hakuna kitu kipi ambacho South Africa tunakitazamia kwenye ushindani, kwa sababu squad kubwa ya Afrika Kusini
imejumuisha wachezaji ambao wanacheza kwenye vilabu vikubwa. Inawezekana ikawa ni moja kati ya mindset kutaka kujua hawa ambao tutawaadi baadaye kikosi cha Blues ni nini ambacho Tanzania wataenda kutupa. So tuacha tuwape hawa test ile halisi ya kuja kutupa nini wanakuja kutufanyia, si ndio? Lakini the same kwa mwalimu Morocco, na yeye pia ana nafasi baada ya mechi ya kirafiki na kushiriki hizo mechi mbili za Kosafa, na yeye pia anaweza kaja kapima kwenye kile ambacho amekificha, si ndio? Ni wachezaji wachache ambao tumewashuhudia, ambao tunawafahamu na wapo katika uwezo mzuri wa kutumikia taifa letu, lakini hajawaita. Inawezekana pia ni karata tukufu ambayo yeye ameitunza baadaye kwa matumizi ya baadaye. So tuna jukumu kubwa kusema kweli. Tanzania tumepiga hatua ambayo tunahitaji kujipongeza. Hatakuwa hapa leo, siku za usoni. Tunatazamika vizuri, tunazungumzwa vizuri, kuna jitihada kubwa imefanyika. So taratibu nafikiri tutafika mahali ambapo tunapataka. Sasa hivi tumeshaanza kuingia tamaa ya kuona kwamba tuna uwezo kupata uwakilishi wa kombe la dunia. Unanielewa? Kutokana na alama ambazo tumezikusanya. Lakini kimsingi kwenye uhalisia ni kwamba bado hatujakuwa tayari kushiriki kombe la dunia, mimi kwa mtazamo wangu. Lakini inaleta matumaini kuona kwamba kuna alama tunazikusanya na kuanza kutoa ishara nzuri kama taifa, na kuamini kwamba tunaweza tukapata tiketi ya kushiriki kombe la dunia. As long as tupo kwenye njia iliyokuwa sahihi, basi iko siku tutafika kwenye safari ambayo sisi tunaitaka. Sawa. Rashid Hamis akiweza kuangazia hayo kuhusiana na kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars ambacho kimeondoka na kuelekea nchini Afrika Kusini, ambapo kitakwenda kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya kikosi cha Afrika Kusini Bafana la Juni 6, mechi ambayo itakuwa mbashara kupitia Azam Sports 1 HD. Mechi inachezwa saa 2:30 kwa saa zetu za hapa nyumbani katika mji wa Polokwane, mji ambao pia katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2010 ulikuwa na host pia, miongoni mwa miji ambayo iko ina host. Likuwepo pale. Pigwa mechi Nigeria pale. Hivi Yakubu ndo Ben alikosa bao ile hapa kwa Polokwane. Ile Polokwane. Yakubu pale. Yakubu Ben. Ni ngumu sana kumuelezea mtu Yakubu alikuwa anawaza nini pale. Yaani pale hata Michael Johnson nguli anafunga. Alikuwa anasimama tu anascore. Lakini Yakubu kakosa. Yakubu alishangaa. Vipi? Maana ingekuwa Africa to Africa. Tungesema pale kuna ulake. Lakini Amerika Kusini kaka, Diego Armando ndio kocha. Kuna Messi, Tevez, Higuain, Mascherano. Watu kweli kaka pale. Lucas Rojo. Wako pale. Pochili hapa. Pochili hapa. Unafanya hivi mguu. Kibonge mwepesi bwana kaeka hivi rafiki. Mpira ukapita. Bwana. Ndio mambo ambayo watu hawapendi haya. Kwetu Colombia kule sisi tunaishi na wewe. Sawa. Mambo ya Escobar. Sawa, wakati hayo ni ya timu ya Tanzania Taifa Stars. Kwa upande wa pili, timu ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars leo itakuwa kibaruani katika uwanja wa Azam Complex kupambana na DRC kwenye mchezo mwingine wa kirafiki. Kumbuka timu hizi mbili walicheza katika mchezo wa awali ambapo mechi ilimalizika kwa Twiga Stars kuifunga DR Congo magoli 2-1 kwenye mchezo wa mwanzo uliochezwa weekend iliyomalizika. Mchezo wa leo utachezwa majira ya saa 2 kamili usiku. Mechi hizi za kirafiki ni sehemu ya maandalizi ya Twiga Stars kujiweka sawa na fainali za wa AFCON zitakazoanza mapema mwezi ujao. Ni timu yetu ya taifa imekuwa kalenda msimu mzuri sana Michael Johnson kwa mashindano kwa ujumla, lakini Twiga Stars ni matayarisho mazuri kuelekea michuano ya wa AFCON nchini Morocco. Kabisa. Na unaweza kuona pia ambavyo mwalimu anajitahidi kuiunganisha timu, kwa sababu kuna wachezaji wengine wanacheza nje ya nchi, kuna wachezaji wengine wanacheza hapa, lakini namna gani unaweza kuitengeneza timu kabla hujaenda kwenye mashindano husika? Ni namna hii ya kupata muda wa kuweza kukaa na timu, kucheza michezo kadhaa na kujaribu kuweka hizo mbinu zako, lakini pia kuona nani na nani wanaweza wakacheza ili kuipa timu matokeo chanya. Kwa hiyo ni jambo zuri
Unaweza kuona pia ni moja kati ya hii style nimeipenda ya celebration ya club. ni moja kati ya maandalizi ambayo ni bora zaidi. Unaangalia namna ambavyo unajua national team hazikutani, wachezaji hawakutani mara kwa mara. Wengi wanacheza kwenye timu zao kwa maana ya klabu. Lakini kwenye timu ya taifa mara nyingi wanakutana pale ambako mashindano yanaenda kufanyika au kwenye kwenda kucheza katika mechi ya kufuzu. Kitu ambacho hakiwapi muda mwingi sana wa kukaa pamoja. Muda huu wameitwa mapema baada tu ya ligi kumalizika. Nakumbuka hata Masaka yuko hapa muda mrefu sana, na mara nyingi amekuwa akitokea kambini kwenda kufanya shughuli zake zingine zile za kijamii, lakini namna ambavyo wanakaa pamoja wanafanya mazoezi inatosha kabisa kwa mwalimu kuona kabisa kwamba timu ninayokwenda nayo ni timu ambayo kama atacheza fulani na fulani na fulani na fulani inaweza kuwa na ushindani mkubwa zaidi. Kwa hiyo ni mechi nzuri, na nategemea pengine inaweza ikapatikana mechi nyingine hata kama sio ya timu kutoka nje, inaweza ikapatikana timu kutoka hapa nchini wakacheza kwa ajili ya kutengeneza timu bora zaidi, kwa sababu lengo ya mechi kama hii sio kupata matokeo, yani sio kushinda. Yani kushinda ni jambo moja, lakini timu inacheza vile mwalimu anavyohitaji, timu ina ubora ule ambao mwalimu anaofikiria kwamba anaweza kaenda kucompete kwenye mashindano. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri, na naamini kama muda utaendelea kuwepo tunaweza tukaona mechi nyingine zaidi kwa ajili ya kuifanya timu kuwa bora zaidi. Kwa timu ya wanawake Twiga Stars, ukiangalia kikosi ambacho kinaenda kucheza futsal ambayo tulifika finali tukafungwa na Morocco mabao 3-2. Asilimia kubwa wachezaji wale wanacheza soka ya ndani. Niliona energy ya mtu kama Violet Nicholas, unaona energy ya mtu kama Stumai, Fetidensa na Jati Abbas ambapo wanaunda kikosi. Inawezekana huu ndo ukawa ni msimu wa kikosi bora cha Twiga Stars kutokea 2010 tulivyofuzu kuelekea nchini Afrika Kusini. Kwamba hii ikawa ni squad ambayo ni nzuri kwa maana ya kwamba kuna wachezaji wengi, asilimia kubwa wanacheza soka la kulipwa ambao wapo wanakuja, wakina Diana Lucas, ule wakina Enekia Kasonga, Opa, Clara, Aisha Masaka. Yaani unaiona kwamba huu ni ufozi, sitaki kukiheshimu kizazi cha 2010, nikirudi nyuma kizazi cha kina Edna Lema walivyoanza kumotivate watu, lakini inawezekana hii sasa ikawa tunasema tupo katika prime fulani hivi ambayo tunakwenda kushindana. Kizazi cha kina Edina, Esther Chabuluma, hiki cha kina Masikili, Eto Mlezi. Yes, kile uweze kuwakosea heshima wale, kwa sababu wale kitu kikubwa ambacho walikifanya na ni jambo la kupongezwa na kuheshimisha ni walitengeneza wali influence wazazi, jamii, kwamba hata sisi wanawake mabinti tunaweza kucheza mpira. Na hii ikawa ni kazi rasmi kwetu sisi, na sio tofauti na namna ambavyo mnatuchukulia au mnatuweka. Nafikiri misingi yao ilikuwa hapo, na bahati nzuri ikafanyika kazi kubwa. Shirikisho, wadau, makocha wakajaribu kufanya kitu. Nafikiri heshima kubwa pelekewe Bakari Shime pamoja na Edina mwenyewe, wakajaribu kutafuta vijana ambao watakuja kuwa baadaye tutajivunia nao. Hiki kinachotokea sasa hivi ndio kizazi ambacho alikitengeneza Edina Lema na Bakari Shime. Na nyuma kidogo alikuwa nadhani kocha wa timu ya taifa alikuwa ni Rogashian Kaijage. Yes, ni Rogashian Kaijage. Yeah. Kwa hiyo naye kidogo nyuma hapa alichip in. Kwa hiyo of course hiki wanachokifanya sasa hivi kina Masaka, kina Opa, kina Clara na wengine wengi, unaelewa? Hii ndio prime ya timu yetu ya taifa ya wanawake. Na kusema kweli imesha achieve vitu vyote, unaelewa? Imesha achieve kila kitu. Yaani kizazi kitakachokuja baada ya hawa kitakuwa kina deni kubwa, kwa sababu wame qualify AFCON, kimekwenda World Cup, kimeshiriki Kosafa, kimeshiriki Sekafa, kimeshiriki kila kitu. Yaani ratiba zote ambazo timu ya wanawake ilipaswa kuparticipate, kizazi hiki wameshafanya. Na wale wadogo under 17 walishiriki kombe la dunia. Ndio maana yote nimemention. Kwa hiyo kinachotokea hapa sasa, kinachoenda sasa hivi
ni anguko la kizazi hiki. Ndio safari ambayo inaenda kwamba unaanza kuja kuona anguko sasa la kina Asha, unaanza kuanguka kina Clara, wakina Opa, wakina nani wengine wanakuja. Watakaokuja hawatafanya kazi ambayo wamefanya wakina Clara. Watakuja kufanya hatua moja zaidi ambayo walipiga kina Clara. Kama hawa wanashiriki AFCON, manaki watakaokuja itabidi waende wakafanye beta zaidi kwenye kile ambacho wamekifanya hawa dada zao. Of course kwa sababu football ni generation kwa generation, generation kwa generation. Hatua ambayo tumefika, umetumia sentence nzuri kwamba wapo kwenye prime. Yes, wapo kwenye prime kabisa. Na kwenye hii prime hatuwezi kuwadai mambo mengi, ni kwa sababu tayari washatupa mwangaza wa kuparticipate AFCON, wa kuparticipate World Cup, wa kuparticipate Sekafa. Kosafa tumeitwa mara 2, tumekuwa mabingwa. Under 17 tulikuwa mabingwa, tumeenda tumekuwa mabingwa, tumekwenda senior team, tumekuwa mabingwa timu za wanawake. So unaelewa. Kwao wamefanya kila kilichokuwa bora na wamefanya kila kitu. So unaweza kusema hiki ni kizazi ambacho kwa upande wa wanawake kimeachieve. Lakini ni kwa bahati mbaya sisi kama taifa, sisi kama nchi tumekuwa tutazami sana soka la wanawake kwenye tuwapi focus kwa kiwango hicho. So kwenye haya mafanikio ambayo wameyapata, tulipaswa kuwaimba sana na kuwapa nafasi kubwa sana. Lakini pamoja na yote kwamba tuwape nafasi kubwa, japo hiyo heshima tumekuwa tukiwaonyesha, lakini individual bado kuna mwangaza ambao umeonekana. Leo hiyo kinaopa, leo hii tuna timu ya taifa ambayo wachezaji 18 tunaweza tukaita hapa wote hawachezi ndani ya Tanzania. Kwa ni moja kati ya maendeleo au ni moja kati ya achievement kubwa ambayo imetokea. Lakini na hawa ambao wanacheza ndani pia wamekuwa na ushindani. Tumekuwa tuna haya wachezaji kutoka kwenye mataifa mbalimbali, Kenya, Kongo, Angola, Mozambiki, Ghana, Nigeria, wanakuja Tanzania. Lengo la kuja ni kuja kuleta kitu kingine kipya na kizuri kwenye kushindana kwenye soka letu. Manake tayari hapo kuna chachu ya maendeleo ambayo inaenda kuboost hao wengine. Sio, unaelewa? Kwa hawa ambao wako nje ni ile exposure ambao wanatuletea. Manake hawa wanaenda kutengeneza wivu wa kufika mahala ambapo hawa wanaokuja wanafika. So ni hatua kubwa, ni hatua ambayo tunapaswa kuwapongeza mabinti zetu, na ni jambo kusema kweli kizazi kinachokuja. Sema si nachelea kuona hiyo jitihada kama inafanyika sasa hivi, lakini naona kama tumejikita zaidi kwenye haya mafanikio, tunapaswa kuanza kuandaa kizazi kingine ambacho kitakuja. Kizazi kingine kinatoka kwa wale wachezaji wa under 20, under 17 ambao na wenyewe pia hizo timu zipo, lakini tunapataje wachezaji? Tunapata wachezaji kupitia ligi. Kwa sababu kupitia ligi huku sasa ndo tunapata wachezaji wengine kwenye ligi kuu, kwa sababu utasema JKT wapo, utaangazia Simba Queens, utaangalia Yanga Princess, na ukiangazia katika hizi under 17, under 20 wachezaji wengi hawatoki katika hizi timu kubwa hizi. JKT unaweza kushangaa kwa watatu. Umeona Simba ni nadra, Yanga Princess naye ni nadra, lakini utaangazia kwa Mashujaa, Bunda Queens au wapi, kwa sababu hawa ndio FG Fountain, hawa huku ndio wanatoka, ndio watakuja kuonekana. Alliance watakuja kuonekana, watakuja. Na mimi katika kitu ambacho kiukweli napongeza ni kuchezwa kwa ligi kuu ya wanawake. Kwa sababu hii ndio platform kubwa zaidi ya kuweza kuona vipaji vingine. Inawezekana kwa Simba ikawa ni ngumu, unapenyaje kwenda kwa Gentrix Shikangwa, kwa Vivian Corazon, Yanga Princess yenyewe the same, unaenda kwa huku unakuja Yanga Princess wakina Ariet, yule Janet, unaenda kupambana nao vipi? Lakini ukicheza Mashujaa, ukicheza Bunda Queens utaonekana na kupata nafasi. Yaani mimi kwa upande wangu naona kwanza tumepiga hatua sana. Yaani ukiachana na ligi ya wanawake. Kitendo cha watu kutoka, kwa maana wachezaji kutoka nje kuja kuiangalia ligi yetu. Wamepita nchi nyingi sana hapa katikati. Kuna watu kutoka Nigeria, kuna watu kutoka Ghana wanakuja kucheza ligi yetu. Mpaka hapo tumefanikiwa kiasi kikubwa sana. Hakuna kitu ambacho unaweza kufanikiwa ghafla ukawa bora ghafla. Hivi vitu ni mchakato. Tulikuwa na wakati wakina Mwasikili wanacheza, ligi yetu haikuwa maarufu kama hivi sasa hivi.
Sasa hivi umeona watu wamekuja wamewekeza pesa. Kipindi kile ilikuwa ni ligi ya Kinondoni. Yes. Wale Sayari, ile Tanzanite Murat Queens. Sasa hivi kuna ligi kuu, ligi rasmi ya nchi. Ni kweli pengine bado tuna changamoto, lakini ukifananisha tulikotoka mpaka hapa tulipo, unaona kwa hatua kubwa sana tumepiga hatua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sasa hivi ligi na wadhamini japo hawatoshi na wanatakiwa waendelee kuwepo pia, lakini angalau ukifananisha na kule ambako tumetoka, lakini ushindani uliopo pia kwenye ligi, unaona ushindani umekuwa ni wa hali ya juu sana. Timu kama Yanga Princess wanaonekana walianza vibaya kwenye ligi, lakini sasa hivi wanaonekana wana ubora fulani, wamejiimarisha, wamesajili wachezaji baadhi bora. JKT Queens unaona moja kati ya timu bora kwenye ligi, wana watu wanacheza, wanafanya vizuri kwenye klabu na kwenye national team, akina Stumai. Lakini unaona pia Simba Queens wanafanya vizuri, wamewakilisha nchi mara kadhaa kwenye mashindano ya wanawake Afrika. Kwa hiyo mimi naamini wahusika kwa maana ya shirikisho la soka pamoja na chama cha soka cha wanawake wameplay part kubwa sana kuifanya hii ligi kuwa bora zaidi. Hatuwezi kuwa bora yani ghafla ikawa timu ligi bora, tunakwenda taratibu. Leo umeona msimu huu umekuwa hivi, msimu ujao kuna vitu vitaongezeka, labda itafika mahali wataongeza idadi ya timu kwenye ligi ili kuwapa watu wengi zaidi kucheza hiyo ligi. Lakini pia tunaona kuna namna ambavyo vijana wamekuwa wakicheza. Timu za wanawake leo ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa zikitupa sifa kubwa sana kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu ya kile ambacho wanakifanya. Ukiangalia idadi ya wachezaji ambao wanacheza nje sasa hivi ni idadi kubwa zaidi. Yani tunaaminika kwa maana kwamba wachezaji wanaotoka Tanzania wanafanya vizuri. Mfano kwa mchezaji ambaye anasema anatoka Senegali na mchezaji ambaye anasema anatoka Nigeria, kule nchi za Ulaya wao wanaaminika kwa sababu wakiangalia kuna watu ambao walikuwa bora zaidi wamepita pale ambao wako katika nchi za Europe. Ni kama sisi ambavyo sasa hivi wachezaji wetu timu za wanawake wanaaminika. Mtu akiangalia anamuona Clara Luvanga yuko Al Nassr, anamuona Nekia Kasonga yuko Mexico, yuko Mexico, yuko Opa, yuko China. Kwa hiyo mtu Mexico yes. Yuko Brighton Hove Aisha. Yuko Aisha Masaka yuko England. Kwa mtu akiangalia hao waliotangulia anaamini Tanzania inawezekana kuna wengine ambao wanafanya vizuri ambao wanahitaji kama tutawapatia nafasi watafanya vizuri. Nafikiri tulikofikia japo ligi haionyeshwi mechi zote, lakini angalau hata hizi mechi ambazo chache zinaonyeshwa pia kupitia Azam Media zinawafanya pia watu kuendelea kuwa promoted, kuonekana kama nini wanakifanya kwenye ligi. Sawa, wakati tunaangalia hii game ya Twiga pamoja na Kongo. Sasa nimekaa sebuleni na ndugu yangu wa kike akaniambia hivi, mbona simuoni ule Feti? Unajua Feti Densa ni maarufu kidogo kutokana na mavazi anayovaa nini, lakini pia mtandaoni hakumuona. Nikaambia umeona hicho kikosi ambacho kimeanza wanaocheza ligi ya ndani, nikala mentionia hapo. Nikaambia wanacheza ligi ya ndani hapa wameanza ni wachezaji 4. Najati Abbas JKT ameanza, Anastasia Katunzi anasema anacheza JKT, Violet Nicholas anacheza Simba na ameanza na namba 6 Donisia. Nikamwambia hao ni wachezaji 4. Lakini the rest hapo wametoka abroad. Huyo Maimuna Hamisi yupo Misri, sio nani hao. Akaambia kumbe imepiga hatua. Ushindani unaotokea ni ushindani mkubwa. Kwa hiyo lazima na yenyewe mpaka mchezaji upate hiyo nafasi, kwa sababu hata kuna wachezaji wengine wanacheza kimataifa hawajaitwa. Mfano kama Hasnat Ubamba ambaye anacheza Al Masar nchini Misri. Nikamwambia lakini ushindani ni mkubwa, kwa hiyo inaongeza hiyo squad depth kaji ya mashindano haya. Unajua wanachokifanya ndio ambacho kimeshindikana kwenye timu yetu ya taifa ya wanaume. Ndicho ambacho wamefanikiwa timu ya Twiga. Yaani kwenye prime ya mabinti zetu kwenda mpaka abroad na wameaminika. Kwa maana yake wametengeneza misingi mizuri ya wengine watakaokuja wakiwa introduced kwamba unatoka wapi? Tanzania. Unakuwa trusted kuliko upande huu. Yani leo hii tuna mtu ambaye tunaamini kwamba ndio mashuhuri ni Mbwana Samata. Si unaelewa? Lakini Mbwana Samata akafanya nini kwenye huko alipo? Anajipambania na anaangalia. Tungekuwa na namba kubwa ingekuwa ni rahisi kuintroduce watu. Mimi Stumai namdai. Kwa nini acheze nje? Stumai? Stumai kati.
Atafika tu nyakati. Mimi bado yani siku nikiona Donisia umdai. Mimi nimeanza na Stumai. Mimi mwingine nadhani ni kimo chake kile nacho. Steka mpira kimo Messi mrefu. Kimo chake nacho ndio changamoto. Ni uwezo tu. Mimi naamini kwenye uwezo. Of course ni uwezo, lakini kimo chake nacho changamoto unajua. Yaani lazima apate platform kama hizi za Wafcon. Sasa mfano. Alafu afanye wonder. Mfano. Ndio kwa baby. Of course Stumai kiwango chake absolutely. Lakini hebu muangalie mtu kama yule Medeama ambaye anacheza Uholanzi. Ana futi kama 5 ni striker ambaye alienda Arsenal mara Manchester City. Yaani nenda kamuangalie unajua wakina Bronze wale. Yes. Nani dada yake yule mchezaji wa Chelsea. Yaani kwanza huko angalia ndio kuna muda hapa nitakuwa nataka nilete hii hoja. Wachezaji wetu sasa hivi maumbo yao hususan Twiga ni madogo. Lakini iangalie kikosi cha 2010 wakina Asha Rashid, mtu kama Eto Mlezi, Fatuma Hatibu Foe, golikipa Fatuma ambaye sasa ni kocha magolikipa JKT, yani wote Sofia Mwasikili, yani wote walikopo wanahamasisha maumbo. Lakini hata walikuwa nao tu wewe mwangalie Clara. Ni Clara, yani ukimtoa Aisha, Clara, Opa, Anastasia Katunzi. Lakini wengine wote striker yako mzuri lakini Mungu au mwangalie kama vile hapa bandani. Bado nafasi. Mwangalie striker mfano kama Gentrix Shikangwa wa Simba. Umeona umbo lile. Mwangalie Jani wa Yanga Princess. Mwangalie yes. Umeona of course ni mzuri kwa mfano akisema ukiambia striker unasema kweli. Muone Winfrida Gerald. Ni umbo lake ni dogo, yani ni dogo lakini ana safa yani. Anajua ukiwa na umbile ambalo alishawishi kwenye bodi. Mimi bado naona upate platform ambayo itakutazama. Rashid nataka kusema kwamba yani ukiwa yani umbo lako lilikuwa dogo kwenye mpira. Au iwe mpira au basket. Unaweza kuwa unajua sana. Kwa hiyo kitu pekee cha kufanya watu wakufuatilie ni platform ambazo zinatazamwa na watu wengi kama vile Wafcon, World Cup. Yani ikatokea mna participate alafu wewe ukafanya wonder kwa watu hawataangalia kimo chako. Lakini kama taifa lako au klabu yako pia hata kwenye kuparticipate Champions League ya wanawake inakuwa ni mtihani. Alafu na hizo platform kubwa inakuwa mtihani. Yani tutabaki tunakusifia, tunakuona bora. Na ni kweli ni bora na tukikuanganisha na wengine. Lakini ile formology yako inaleta ukakasi kwenye namna ambavyo watu wanakutazama. Lakini kuna mijitu mingine haijui. Lakini inavutia sasa huyu mtu kweli unajua huyu. Unaelewa? Unajua kuna ile mnashawishika, yani kuna mtu unashawishika naye. Sawa Rashid. Imeeleweka. Sawa Nguli utaendelea kumdai. Stumai na mimi miongoni mwa wachezaji ambao na dai kiukweli. Tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine ambapo kwa sasa hivi wakati ligi kuu ya NBC inaelekea ukingoni mwa msimu wa 2024-2025, leo viwanjani tunatazama eneo la mabeki ama walinzi na mchango wao katika ufungaji na kuchangia magoli katika timu zao. Tukianza na nyota Lusajo Mwaikenda, ni nahodha wa kikosi cha Azam Football Club. Namba zake katika michezo ambayo amecheza michezo 24, magoli 7, assist 3, interception amefanya 29. Lusajo amejipambanua kwanza kutoka mlinzi wa kati akaenda pembeni. Kule pembeni akopo na wania namba la Nicholas Wakilo wa dada. Katikati pale ikawa yakina Yakubu wale Daniel Yamo ikawa ni hatari kidogo. Abdallah Heri Sebo akapeleka pembeni Nicholas Wakilo wa dada. Kapambana alienda KMC karudi Azam Football Club. Superb. Kwanza unampongeza yeye binafsi kwa determination kubwa aliyokuwa nayo. Kwa sababu wakati anatoka KMC au wakati anakuwa akitokea Azam Academy alikuwa anacheza eneo la katikati. Na akapata nafasi akiwa hapo Azam FC akiwa kama center back. Si ndio? Lakini kutokana na ufinyu wa nafasi ya yeye kucheza kwenye eneo lile
KMC wakamwomba kwa mkopo, akaenda kucheza KMC kwa mkopo kwenye nafasi hiyo hiyo ya center back, si unanielewa? Sasa na alifanya vyema na alifanya vizuri. Kurejea ikawa inaleta ukakasi, anarejea anakuja kucheza kwenye nafasi hizi hapa ambazo kwa tumestaji. Yes. Anacheza kwenye nafasi hivi. Moja kati ya takwimu nzuri sana kwenye nafasi anayocheza, goli 7, assist 3, manake kachangia goli 10 kwenye nafasi yake, manake ana namba nzuri kuliko hata baadhi ya mastriker. Sio, unaelewa? Tukimention hapa kuna baadhi ya washambuliaji kwenye baadhi ya timu hawana namba nzuri kama hizi. Si ndio? Manake hizi namba sio tu mbali na utaratibu, manake nazungumza ile system nzima ya uchezaji wa Azam ndio ambayo inampa nafasi kubwa ya kuweza kuwa na hizi namba, lakini ndani yake kuna kujitoa na ule utayari aliokuwa nao katika kutengeneza namba yake na kuitengenezea timu yake, imekuwa ikimpa nafasi nzuri. Sasa hivi ni miongoni mwa madefender ambao kila mwaka wamekuwa wakizalisha namba kubwa. Last season alikuwa na assist 6 kama sikosei. Alikuwa nyuma ya Shomari Kapombe. Unaelewa? Ni miongoni ambao walizalisha namba kubwa sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa mabeki wa pembeni ambao kila mwaka wanafanya kitu kilichokuwa bora na wanazidisha. Kwa hiyo determination yake ndio ambayo mimi naamini inamfanya Lusajo tunamzungumza kwenye ubora huu. Sawa, mwingine nyota mwingine ambaye amefanya vizuri sana katika ligi kuu ya NBC, huwezi kumsahau Erasto Edward Nyoni, mchezaji ambaye anaitumikia kikosi cha Namungo Football Club. Kacheza michezo 25, ana magoli 4, ametoa assist mara 3, interception amefanya 44. Chuma hiki hapa katika hayo magoli 4, hayo magoli 2 alipiga mikwaju ya penalty dhidi ya Ken Gold katika ushindi wa bao 3-2, mechi ambayo Ken Gold alikuwa anaongoza kwa bao 2-0, alafu akasazishiwa yote. Erasto alipiga mikwaju 2 ya penalty na mwamba huyu hapa. Hajafunga pale Namungo kwa penalty tena. Sina kumbukumbu, lakini kwamba mimi naikumbuka hayo magoli 2. Yeye anaweza kuwa specialist kwenye upande wa penalty. Si ndio? Haijalishi wakati mwingine unafungaje, yani unataka ufunge goli kama hivyo, kwa sababu wapo ambao wanakosa penalty. Kwa hiyo kwa yeye ukiangalia pia umri wake ni mtu wa muda mrefu sana kwenye ligi, lakini pia kuhusika kwenye jumla ya goli 7 kwa Erasto Nyoni ambaye ni mlinzi wa katikati. Umeona namna gani ambavyo amekuwa na mchango kwenye timu. Amekuwa inawezekana pia experience yake, uzoefu wake kwenye ligi umekuwa pia unamsaidia kwa sababu ya kile ambacho amekuwa akifanya muda mwingi. Amekuwa ni kwa Namungo wanamtumia kama mlinzi wa kati, lakini wanamtumia kama kiongozi. Yaani ukiangalia wachezaji wanaomzunguka hapo, inawezekana yeye pia huwa anawapa maelekezo kwamba hapa unatakiwa ufanye hivi, hapa unatakiwa ufanye hivi, hapa unatakiwa ufanye hivi, kwa sababu ya uzoefu wake ambao amekuwa nao. Ni mchezaji ambaye ligi anaifahamu vizuri, ni mchezaji ambaye alipita maeneo mbalimbali, na unaona namna ambavyo amekuwa kiongozi. Na hiyo ilikuwa ni free kick. Amepiga free kick. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu. Licha ya kwamba ni mchezaji, lakini pia amekuwa kiongozi uwanjani. Kwa hiyo kwangu nadhani kwa nafasi anayocheza ana kitu cha ziada. Kwa sababu unapocheza mlinzi wa kati, unajua mlinzi wa kati kuna mlinzi wa kati ambaye amecheza mechi 200, sawa? 200 sina ngapi, amestaafu soka, alafu ana goli 5 au ana goli 6. Lakini yani unaona kabisa hiyo unaona ana goli 6. Lakini wakati mwingine huwezi kuhoji sana kwa sababu ya nafasi anayocheza. Labda mlinzi wa katikati. Huwezi kuhoji. Kwa hiyo wakati mwingine pia kwa nafasi anayocheza kwa msimu mmoja kuhusika kwenye goli 7, kwa age yake, mtu ambaye ana uzoefu, unaona kabisa amefanya kitu kuchangia goli 7 kwenye timu. Mmoja kati ya mafanikio makubwa sana. Mzee wa Nyumbi Bombi kutokea pale maeneo ya Songea, maeneo ya Boys, shule ya Songea. Boys pale ndo wakina Erasto Edward Nyoni. Na hapo nilikuwa namwangalia Ankali Juma Mgunda. Yeye alikuwa anashabikia anafanya hivi tu kama Pep. Anafanya hivi. Na anakusalimia. Alisahau kukupa salamu, anakusalimia. Anambia Msumi, mwambie Msumi na Abisai na wasalimia. Kupigwa ngutaka. Jambo la kwanza tunazipokea. Anambia Msumi msalimie, mwambie na Abisai pia namsalimia. Mwambie Abisai kafanana na babake. Sasa babake pia alikuwa mwandishi kama yeye. Ankali. Huo ni ujumbe la wapenzi. Tumepokea.
Kwa mandhari tupo hapa tukipokea. Lakini cha kwanza kabisa wale watu wa juu mashabiki wangu nashukuru sana wana Ruangwa. Sawa, kamaliza. Yale mazuri tutafanya kazi, yale mabaya tutafanya kazi. Tutafuta. Sawa, nyota mwingine ambaye amefanya vizuri sana mlinzi ni Shomari Salum Kapombe ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Nafasi ambayo anacheza ni mlinzi wa kulia. Amecheza michezo 24 mpaka sasa, amefunga mabao 3, assist mara 3, kafanyia interception 16, akiwa amechangia idadi ya magoli 6. Shomari wa Polisi Morogoro kucheza defender, central defender, akaenda Simba kama central defender, baadaye akatoka akaenda pembeni, akaenda Azam akaenda Escans ya Ufaransa, karudi Azam Football Club, akaenda Simba. Bado levels anakupa ile moment ambayo unapaswa kuipata. Ni top defender kwenye nchi ya Tanzania kwenye upande wa kulia. Mabeki wengi wanakuja, lakini bado tunaamini class alokuwa nayo Shomari Kapombe, class aloiweka Shomari Kapombe imekuwa ni mfano mkubwa wa kuigwa. Hata hizi timu pinzani tofauti na Simba zimekuwa zikisajili defender wa upande wake kwa mfano wa yeye. Yani tunataka defender ambaye anaweza kutupa class ya Shomari Kapombe. Yani yeye ndio amekuwa akitumika mfano kwa timu nyingi, au unaweza kusema kwa timu 16 za ligi kuu. Miongoni mwa bato ambayo kama kuna mchezaji alifananishwa na Kapombe basi ni Juma Shaban. Soda Bemba. Yani ile bato kwamba Shomari na Juma Shaban. Ile bato ilikuwa msimu. Ni kweli. Sema Soda Bemba amekuja hapa tayari maji ya magharibi watu wanakaribia kufuturu. Nafikiri hiyo ndio ilikuwa imempotezea focus. Manake Juma Shaban na Soda Bemba, Shomari dhidi ya Juma Abdul. Sasa Juma Abdul si mkubwa? Juma Abdul mkubwa kuliko Shomari. Shomari kuna vitu kajifunza kutoka kwa Juma Abdul, alafu yeye akaendelea kufanya wanda zaidi. Unajua tofauti ya Shomari na Juma Abdul? Yani Shomari ana uwezo wa kuingia kwenye mifumo mingi na akacheza. Kwa sababu kuna muda Shomari anaweza ka-act as a midfield, aka-act as a wing. Unaelewa? Na umeona hata hiyo namba ya interception. Yani hiyo namba ya interception kwenye nafasi anayocheza Shomari ni ngumu sana kuona beki namba 2 anakupa interception namba kubwa kama ile. Kwa sababu unafikiri huyu mpira anaiba kutokea wapi? Si unaelewa? Lakini according to namna ambavyo Simba wanacheza na experience aliyokuwa nayo kwenye namna ya ku-overlap, hiyo interception amekuwa akikupa kwa sababu ya muda time wakati anakuja kurudi kwenye eneo lake ya ulinzi, amekuwa anaiba. Kuna kipindi ambapo timu imepoteza mpira, wakati timu yake inafanya build up, kwenye namna ya kupokonya anaingia kwenye mchezo anaiba mipira. Kwa hiyo unaiona hiyo namba imekuwa inamsaidia. By the way, Shomari pamoja na yote ambayo unaweza kumsifia, lakini for me amebaki the best number big kwenye upande huo, na amekuwa produce namba kubwa sana ya magoli na assist, lakini mchango wake ndani ya klabu ya Simba umekuwa ukiishi kwenye namna ambavyo amekuwa akitekeleza majukumu yake. Sawa, huwezi wakati unamzungumzia huyu hapo Shomari Salum Kapombe, huwezi kuacha kumzungumzia Kapombe bila kumtaja jina la Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala. Utakuwa unakosea kutokana na michango yao. Sasa tuangazie kwa upande wa Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala, takwimu zake ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Shaba huyu hapo, mechi 24, goli kafunga 1, assist katoa mara 4, interception 22. Wakati Rashid alikuwa anazungumzia kusana Kapombe interception 16. Huyu hapa Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala yeye ni 22. Kazidi 16. Yeye wakati ana 16, huyu ana 22. Yani kazidi 6 zaidi. Yes, moja kati ya mabeki bora. Mimi naweza kusema hivyo kwa sababu ya namna ambavyo amedumu kwenye ligi kuu. Na sio tu ubora wa kiwango. Ili uwe bora, ucheze kwa muda mrefu kwenye mafanikio na kiwango cha hali ya juu, lazima pia uwe na nidhamu.
Nidhamu sio kusalimia watu Msumi. Yani labda unapita barabara unasalimia watu. Shikamoo. Hapana, ile sio ile. Nidhamu maana yake ni kwamba kujua wajibu wako kwenye kazi yako unayoifanya. Mazoezi kwa wakati, kulala kwa wakati, mfano kwamba kuzingatia unatakiwa ulale kwa wakati, unatakiwa ule vyakula sahihi, unatakiwa ujitunze. Ndio njia sahihi ya kujitunza. Ndio maana unaona mchezaji anacheza kwa muda mrefu. Unaweza kusema mbona huyu anacheza muda mrefu sana, au mimi afanye nini, labda pengine amekuwa na kiwango bora kwa sababu pengine ile program unayopewa na mwalimu na kile ambacho anaambiwa na mwalimu kila siku, ili uwe bora unatakiwa ulale kwa muda wa masaa 8, unatakiwa ulale kwa masaa 9. Hivyo na mtu anakuwa anafuata ile ratiba. Sasa usipokuwa na nidhamu, ndio hiyo unakuwa na kipaji alafu matokeo yake unajikuta unashindwa kuwa na muendelezo. Kwa nafasi anaocheza, kuona interception 22 uwezo ukashangaa kwa sababu ni mlinzi wa kushoto ambaye kuna wakati timu inashambulia, yeye anaweza karudi katikati kwa ajili ya kuziba nafasi ya beki wakati ambaye pengine amesogea wakati timu inashambulia. Kwa hiyo ndio maana unaona interception zake zimekuwa nyingi. Kwa mtu ambaye anacheza nafasi 4 za ulinzi za chini kabisa, kuwa na interception 30 uwezo ukashangaa. Inategemea pia na aina ya timu ambayo anacheza. Kwa hiyo kwangu ni kitu ambacho ni cha kawaida kwa mlinzi kuwa na interception kwa namba hiyo, lakini kwa assist 4 hiyo pia kwangu ni moja kati ya credit ambazo anatakiwa kupewa, na goli moja. Haulizwi sana kuhusiana na idadi ya goli ambazo amefunga kwa msimu. Yeye anaulizwa namna ya goli ambazo zimeruhusu, timu imeruhusu. Hapo ndiko ambapo unaweza kumnyoshia kidole moja kwa moja kwamba defense imeruhusu goli 5 au goli 10 kwa msimu. Kwa hiyo unahusika kwenye hii changamoto. Sawa. Nyota mwingine ambaye ulivyoanza msimu huu wa 2024-2025 yeye alijinadi kama anataka kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC msimu 2024-2025. Huyu si mwingine ni mlinzi wa kosti ya Young Africans Ibrahim Abdullah Baka Hamad. Yeye amecheza michezo 22, magoli 4, assist hana, interception amefanya mara 28. Mwanzoni wakati ligi inaanza Baka alikuwa anafunga, akasema akiojua akawa anatania kwamba bwana anapiga back to back sababu mimi nataka kiatu cha ufungaji bora sasa kimempalia. Alafu ile Baka anafunga, alafu Dube afungi. Unajua ile ilivyokuwa, yani kwamba Baka anafunga alafu Dube afungi. Alafu anasema mimi safari hii nataka kiatu cha ufungaji bora. Watu wakasema inawezekana bwana, majambo yaka ilikuwa ngumu. Unajua namba nzuri interception za Baka ni 28. Kama ambavyo Michael alisema hapa, kwenye eneo la defense, kucheza kwenye eneo la defense, kuwa na namba kwenye eneo la kupata namba interception ni jambo la kawaida, unless uwe ni mtu mvivu, mtu ambaye hukimbii sana, kwa sababu ili upate interception pia unahitaji kunyumbulika, ukimbie kwa kiwango kikubwa kiwanjani ndio unaweza kupata hizo namba, sio? Lakini wapo madefender ambao washakuwa na namba kubwa kuliko washambuliaji. Ukimwangalia mtu kama Sergio Ramos, ana magoli 160 na umeona mwamba huyo, ana mechi 400 na ana magoli 160 na yani kuna mshambuliaji toka ameanza karia yake mpaka anaacha karia hajawahi kufikisha magoli 100 na. So inategemeana na uelewa wa mchezo na ule utashi wa kuamini kwamba una uwezo wa kufunga kama ambavyo wanatekeleza majukumu. Na maeneo machache sana kwa defender kuweza kuscore. Eneo la kwanza ni set pieces, kwamba uwe ni bora kwenye kupiga mipira ya free kick. Eneo la pili uwe na uwezo wa kwenda juu na kucheza mipira ya kona, unaelewa? Eneo la tatu ni eneo ambalo timu itakutengenezea mazingira ya kufanya movement na kuingia kwenye eneo ambalo litakupa nafasi nzuri ya kuscore. Eneo la mwisho ni kuwa na uwezo tu wa kupiga penalty. Unakuwa penalty taker. Kwa maana ikitokea basi tunakupa piga, tunakuamini, nenda. Lakini kitu kizuri alichokuwa nacho Baka msimu huu alianza nacho. Baka naona zile penalty hazitaki sasa hivi. Ni confidence aliyokuwa nayo. Yaani alijiaminisha kwamba nataka kuwa na namba ya magoli mengi. Lakini penalty akiangalia ile Afrika Kusini ya Mamelodi ikapaa. Akaangalia na Azam Amani ikapaa. Kwa hiyo huko sio kweli.
Lakini moja kati ya mabeki bora sana kwangu mimi, ni moja kati ya mabeki bora sana ambao wameamua kujipa majukumu ambayo yatawapa chachu ya kuongeza energy ya kupambana. Unajua kwa eneo ambalo anacheza baka, ukishajipa dhamira ya kuamini kwamba nahitaji kuwa top scorer, sisi tunaamini kwamba huwezi kuwa top scorer kutokana na nafasi unayocheza, lakini deni ambayo umejipa rohoni linaweza kukupa nafasi nzuri zaidi. Angalia anaenda ligi inamalizika na goli 4. Ni goli ambazo anaweza kujivunia kwamba mimi hata msimu uliopita sikuwa na hizi goli. Kuna hatua nimefanyaje? Nimepiga. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa sababu kweli kilichomsukuma ni kuamini kwamba nikijipa deni nitalifukuza hili deni na litalifanya mimi kuwa bora muda wote. Sawa. Tutoke hapa kuhusiana na mabeki waliochangia magoli mengi ndani ya ligi kuu ya NBC. Tukaangalia taarifa nyingine ambapo msimu wa pili wa mashindano ya Dr. Ho Freb Cup umezinduliwa rasmi Tabata Segerea jijini Dar es Salaam. Mashindano hayo yanajumuisha timu 16 kutoka wilaya mbalimbali za jiji la Dar es Salaam kuanza rasmi Juni 8 kwenye uwanja wa Tabata shule. Viongozi wa kinyang'anyiro hicho pamoja na mdhamini mkuu wameweka wazi namna walivyojipanga kuja kiutofauti kwa msimu huu, huku dhana ya uibuaji wa vipaji kwa vijana ikitajwa kuwa lengo mama la mashindano hayo. Dr. Freb Cup 2025 ni mashindano ambayo yanashirikisha timu 16. Yalianza mwaka jana 2024 na sasa ni msimu wa pili. Tulijipanga kwa ajili ya kuweza kuwaibua vijana. Vijana ambao tuko nao ni dhahabu ambayo ipo tu ardhini lakini haichimbwi. Sasa sisi kama Freb Cup mwaka jana tulikuja kwa ajili ya kuweza kuwanyanyua vijana wao kupitia vilabu vyao ambavyo havijasajiliwa wala havitambuliki, kwa ajili ya kuweza kuisaidia serikali katika sera ile ya michezo. Sasa kwa mapungufu tuliyoona mwaka jana, ndio maana mwaka huu sasa tunakuja na mfumo huu ambao tunakuja nao. Vilabu vingi vya mchangani huku au Uswahilini ni vilabu ambavyo vyenyewe vinaona mpira ni sehemu tu ya kujifurahisha, lakini mpira sasa hivi sio sehemu ya kujifurahisha. Kwa hiyo sisi kama Dr. Ho Freb Cup tumeamua kuleta sasa mpira au mchezo wa mpira wa miguu kama sehemu ya ajira, na tunawapa sasa ile ethics za jinsi ya kuendesha taasisi za vilabu vyao kwa kufuata utaratibu wa kisheria za kazi. Kwa mashindano haya tutakuwa tunashindania, mshindi wa kwanza atapata milioni 2, mshindi wa pili atapata milioni 1 na mshindi wa tatu atapata 500,000. Lakini ukitoa pesa patakuwa na zawadi tofauti ambapo zawadi ya mchezaji bora, mfungaji bora, golikipa bora, kocha bora, mchezaji chipukizi, hizo nazo zitakuwepo. Lakini kama ambavyo tulifanya mwaka jana, baada ya kumalizika kwa mashindano haya, basi tutakuwa na ule usiku wa tuzo ambao nadhani mwaka huu tutajiandaa vizuri, turatibu vizuri na uweze kwenda vizuri. Lakini nyongeza kwenye zawadi au zile tuzo za mshindi wa kwanza mpaka wa tatu ni kupata kikombe. Mwaka huu tutakuwa na kikombe kwa ajili ya mshindi wa kwanza, lakini pia tunapambana na wenzetu hao ambao wanatushika, lengo pia tuwe na medali kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Ndicho ambacho tutakifanya uwanjani. Kwa hiyo kwa haraka mashindano yatakuwa hivyo, lakini pia kilichobadilika msimu huu tutafanya pia mashindano kwa viwanja viwili ili kuongeza ladha na kutanua wigo. Tulifanya kwa hatua ya kwanza, sasa tunakwenda hatua ya pili. Kadri tunavyoenda tunazidi kuboresha. Malengo ya mashindano yako pale pale. Tunaibua vipaji, tunatengeneza mshikamano, lakini pia tunatengeneza connections. Sisi ni vijana. Kwa tunataka hawa chini waendelee kupanda na wazidi kuboresha maisha yao kupitia haya mashindano. Kwa hiyo tuna mengi ambayo yameambatana na haya mashindano ambayo tunatarajia hawa ambao tunawakusudia wawe wanavuna kupitia haya mashindano. Uwanja wa Tabata shule miongoni mwa viwanja Dar es Salaam vinavyotumika sana kwa michezo hii ya mashindano mbalimbali. Sasa experience ya pale kuna sheria moja si mpaka sasa hivi ipo au haipo, kama 2010 hivi 2009 2007 watu wajiwekea utaratibu. Ule uwanja si barabara inapita barabarani pale, mpira ukipasua kioo cha gari inaopita mtu alipwi, lakini pia mpira ukipita pale kikanyago na gari amlipwi. Umeona bwana? Sasa pale kuna mashindano moja hivi yalikuwa yanahusisha mitaa ya Tabata. Kuna timu moja kopo inaitwa Matumbi. Hapa Matumbi si hapa chini. Ilikuwa na mchezaji mzamani wa Manyema na JKT anaitwa Buji Suleimani. Isikuwa hatari hiyo. Buji hapa Buji. Alafu mbele kwa wacheza marehemu Omar Changa. Bana pale wakina Heli Morris Ngonye, Abili Mafuta, Adam Matunga.
Vita. Yani kuna mastaa wale wa ligi kuu wote wale wanakuja pale. Mnaenjoy pale wakati. Na Moro United ya kina Simon Msuva ile ilivyotoka Morogoro ilikuwepo pale maskani yake. Kwa hiyo 2008, 2009, 2010 hivi. Ule kwanza ule uwanja wenyewe una mchanga. Ni mzuri sana kwa training. Saizi iko ndugu yako pale anafanya mazoezi pale nini kama kawaida. Iko ajibu pale yuko tulicheza pale, nilifanya ubaya sana pale. Nyama mwingi. Nilifanya ubaya sana, wanajua pale. Nilifanya ubaya sana kwenye ile picha yako moja niliona ile. Nilifanya ubaya sana pale. Vijana na nimehifadhi ile picha. Niliwaachia kumbukumbu, vijana niliwaachia kumbukumbu. Nilifanya ubaya sana pale. Shukrani sana Rashid Hamis, the heavyweight pandit. Mandieta. Nipo pamoja na Michael Johnson Nguli. Twende mapumziko mafupi kisha tunarejea. Mimi ni Saidi Salim wa Msome na hii ni Viwanjani. Tumerejea tena kwa wakati huu hapa ndani ya Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nchini Tanzania. Tunazungumza michezo, uchambuzi unaupata hapa. Kwa sasa tupo katika joto la Afrika, bado nipo na wachambuzi wangu Michael Johnson Nguli pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit. Mimi ni Saidi Salim Msumi na tuanze kuangazia joto la Afrika kwa wakati huu. Joto la Afrika tuanzie 254 nchini Kenya ambapo dabi ya mashemeji dabi ilichezwa hapo jana kati ya FC Leopard wakiwa ugenini dhidi ya Gor Mahia maarufu kama Kogalo. Kwenye mechi hiyo ambayo ilichezwa katika uwanja wa Laila Odinga katika kaunti ya Homa Bay ulimalizika kwa sare ya bao 1-1 na dakika 90 katika mchezo huo. Kumbuka kikosi cha Gor Mahia Kogalo walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia kwa Austin Odhiambo, huyo hapo Roy Royce, dakika 31 kabla ya Bernard kusawazisha kipindi cha pili na kufanya mchezo huo kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Huku sasa mchezo huo kunatoa nafasi kubwa sana kwa Polisi Kenya kuwa katika mbio za kuwa mabingwa. Baada ya sare hiyo hapo, wachezaji na makocha wamezungumzia kuhusiana na mchezo huo. I think lack of concentration in defense costed us. Our previous game, you can see we conceded from a throw-in. Today again, a very easy set piece we conceded. So it's a concern, but I think it's something that we can work on going forward. But I'm very disappointed because this is a match we had really planned on how to win, and you saw we were leading until that lapse of concentration in the defense. It's sad for us, and I think it's sad. It's a sad day for us. Yeah. What does it mean toward the table standing and the territories? I think now I don't think there's any other chance for us apart from the knockout games, because as you can see now, it's about the gap is widening between us and Police, and now we can't talk about the league anymore. I think we can now go back and concentrate on the Mozart Cup. Yeah. Thank you, coach. All the best. Thank you. Naweza sema first half players waliingia sili kwa panic, kama wameingia panic mood. Nikamwambia karudi kwa dressing, nikamwambia heri tufungwe lakini tusipanic. Afadhali tuko tumefungwa lakini tunacheza ball, tumeweza kucheza tugonye tu enjoy ball, to keep ball. Hiyo ndio strong point yetu, ngao keep ball. Sasa kama tunapata position kila time na kwa sisi tumechange vitu, na si kawaida yangu, si kawaida timu uchezwe kufanya hivyo. Sasa nikamwambia tukipata ndani tutulie, then to attack more, tuache kuangalia tumeogopa, tuache kuangalia tuna sit back, tuende for goals. Na pia at least imetusaidia kwa attack more the wide areas, kwa aggressive, kwa nini then nilikuwa nimeona pia ukiangalia first half goal pale katikati walikuwa so aggressive na walikuwa na win a lot of second ball, does a lot of kuna win up katika kwa lazima pia nifanye nini nilisukume timu yangu pia please hapo katikati pia kwa tough ndio tuanze kumajini nao strength yao. Kauli yako ya kutopoteza ukiwa mchezaji na pia ukiwa kama coach imeendelea. Mwanzo nashukuru wachezaji wamenifunikia aibu. Ingekuwa kama maswali zilikuwa mingi sana sasa hivi, sasa nashukuru maswali zimepungua juu sijafungwa bado. Nashukuru sana. Asante sana coach. Asante.
Mimi naweza sema tukikuja hapa tulikuwa bila kuja kuchukua points zote 3, but imekataa na ni hali ya game. Hatuwezi kata hiyo point moja pia. Tumeweza kufight poa, tumetoka chini, tumekomboa hiyo bao moja, game imeisha. Tempo imekuwa juu sana. Weather huku kidogo imekuwa si kama ya kule nyumbani. So kidogo vitu kama hizo ndo zimekuwa challenges, lakini naweza sema imekuwa mechi poa nzuri sana. Kenafi ilikuwa to defend kitu tuko nayo. At least 15 minutes we defend to, alafu ikiendelea by the time zinaendelea tutoke kwa low block tuende to attack, but tukaconcede bao rahisi sana na ikaharibu tena plan yetu yote. Ikaharibu plani yetu kama ilivyokuwa mwanzo. Sare bao 1-1, mechi ambayo kiukweli kidogo pitch haikunifurahisha. Baya kabisa. Yani sio wewe tu. Pitch haikutufurahisha wote. Inawezekana pia tulikosa kuona mechi bora zaidi kwa sababu ya eneo la kuchezea. Tena ule ubunifu wa Azam TV ndo kabisa. Unaweza kuona pia hakukuwa na utulivu, yani mpira haukuwa na utulivu miguuni kwa wachezaji. Nafikiri hata wenyewe pia walipata wakati mgumu sana. Naona labda pengine kwa sababu mchezo ulitakiwa kuchezwa. Kwa hiyo ulitafuta uwanja ambao ilikuwa lazima mechi ichezwe ili ligi imalizike. Kwa sababu imealishwa mara mbili kama nitakuwa niko sahihi. Kwa hiyo eneo la uwanja kikweli, eneo la kuchezea lilitunyima baadhi ya burudani ambazo tungeweza kuzipata, lakini ndio hivyo, wakati mwingine wanasema jambo litakiwa lifanyike ili iwe hivyo. Lakini naona mimi binafsi kitendo cha Leopards kuruhusu goli, kwa sababu kwanza mwanzo walikosa goli la wazi kabisa mapema kabisa. Baada ya pale wakaja wakafungwa wao. Sasa kisaikolojia kwa Leopards, kwa sababu hawakuwa na matokeo mazuri ndani ya muda mrefu, wanapokutana na Gor Mahia, binafsi naona walipambana kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kwa timu nyingine unapokuwa huna rekodi nzuri unaingia dhidi ya timu nyingine alafu unaruhusu goli, mara nyingi sana huwa inatokea kwamba mnajikuta mnaenda kuwa down, yani mnaenda kuona sasa inakuaje, yani rekodi zetu sio nzuri, na leo pia watu tumeruhusu goli la mapema. Lakini namna ambavyo FC Leopard walirudi kipindi cha pili na kubadilisha mchezo na kupata goli la kusawazisha, kwangu ilikuwa ni moja kati ya kitu bora sana, kwa sababu kama wangeenda na ule unyonge ambao waliingia nao, kwa maana ya rekodi ambazo waliingia nazo kwenye mechi, walikuwa wanapotea kabisa kwa sababu ya aina ya mchezo. Gor Mahia walikuwa bora, walishambulia sana kipindi cha kwanza, walitengeneza nafasi, lakini kama nilivyosema awali kwamba yani aina ya uwanja ambao wameenda kuchezea ile pitch ili tunyima kuona utulivu kwa baadhi ya wachezaji. Nimeona pale wakati ambapo bao limefungwa, Dani Shikanda, mwenyekiti wa FC Leopard, alishangilia sana pale juu. Yaani hamwezi kwa na yeye ndio alichokuwa anakataa hicho. Leopard wao ndio wanakataa hicho kwamba hamwezi kwenda pale juu sisi kama sehemu ya daraja lenu. Yaani hicho ndio wanakataa. Yaani wao wanaamini Leopard msimu huu hawana kitu chochote ambacho wanatafuta zaidi ya kuifanya tu timu iendelee kuperform vizuri. Lakini kitu ambacho kwa kinawauma, yaani haiwezekani goal awafunge wao alafu ende kwenye resi ya ubingwa. Yaani hicho ndio kitu ambacho kwa wanakataa. Nafikiri na hapo ndipo ambapo ilikuwa gumzo. Na ukitazama Michael, ukitazama msimamo wenyewe wa ligi kuu ya Kenya, kocha ameweka wazi kwamba haoni, kwa sababu michezo miwili imesalia, ukishinda una alama 55, utakuwa na 61 ambazo tayari Polisi yeye kwa kifupi Polisi kwenye mechi mbili anahitaji sare. Anahitaji sare tu kwenye mechi mbili. Na kwenye mechi mbili ambazo Polisi anaenda kucheza, moja wapo ya mechi dhidi ya Gor Mahia. Kwa hiyo Gor Mahia na Polisi watakutana kwenye mechi ya pili. Anacheza na Shabana, alafu baada ya hapo anacheza na Gor Mahia. Kwa hiyo unaona namna ambavyo kuna ugumu. Polisi ili amalize hii shughuli, amalizane na Shabana kwenye mechi ya kwanza tu, amalizane naye, kwa sababu ile mechi ya Gor Mahia, kitu chochote ambacho kitatokea huku inawezekana Gor Mahia kule akaenda kuharibu shughuli. Kwa hiyo unaona namna ambavyo mechi imekuwa ngumu. Ingawa mwalimu hajatoa majibu moja kwa moja. Mwalimu ukimsikiliza anaonekana kama msimu umemalizika hivi. Kwamba bwana twende tukaangalie tu kwenye mambo mengine. Kwa sababu ni kocha wa muda. Kocha wa muda akichukua nafasi ya Sinisa yule ambaye Mserbia alikuwa na walka kweli. Mizuka. Walimnyoa baada ya kufungwa na wale walokupo chini kabisa msimamo Nairobi City Stars. Kwa hiyo unaona namna ambavyo ligi ni kama
hii sherehe yani hii mechi kwa matokeo haya AFC Leopards pengine ndo wanafurahi zaidi kwa sababu wamewazuia Gor Mahia kwenda kupata hiyo uwezekano wa kupata ubingwa. Kwa hiyo sherehe imekuwa upande mmoja. Hata jana baada ya hii mechi kulikuwa kuna vikundi vya watu pale uwanjani vinazungumza. Yaani wanaonekana kabisa kwamba wamekata tamaa kwamba sasa itakuwaje. Kwa sababu wakitazama mechi mbili za Polisi hawaamini kama Polisi anaweza kukosa hata alama moja kwenye hizo mechi. Sawa. Na uzuri wa ligi ya Kenya ni ushindani pia wa kushuka daraja. Ukiangazia Nairobi City Stars alama 31, Bidco alama 32, lakini Murang'a Seal alama 33, Posta Rangers alama 34. Yaani unaona kwamba kuna vita ya kupambana ya kutoshuka daraja. Wajua Posta mwaka jana hawa waliongoza ligi kwa majuma kadhaa unajua. Safari hiyo wapo kwenye mstari wa kucheza playoff. Na sijui kama huwa wanatatiwa kucheza playoff. Umeelewa? Lakini hiyo ni vita nyingine na bahati nzuri sasa hivi ligi nao kwao imeanza kuwa na msisimko. Kwa sababu ya kile ambacho kimefanywa na Azam TV kwa watu tunaifuatilia sana. Sio? Kwa hiyo kwenye Nairobi City hawapo kwenye kiwango kizuri, huo ndo ukweli. Yaani hawapo kwenye wameconcede goli nyingi sana. The same to Bidco. Bidco afikiri hawakuanza ligi hata mwanzo hawakuanza ligi vizuri. Cha kushangaza hapo ni hao Murang'a Seal na Posta. Walianza vizuri sana ligi. Yaani uwanja wa nyumbani wa Murang'a Seal walikuwa wanafanya vizuri sana. The same to Gor Mahia. Unapomsikia mwalimu anakuambia we are not sure kama tutafanya nini. Ni kwa sababu hawakuwa katika msimu mzuri kabisa, yani msimu Gor Mahia. Kwa hata hiyo mbio ambazo wanamkimbiza Polisi ni ule uandamizi tu kwamba sisi ni mabingwa watetezi, ni lazima tukukimbize mpaka mwisho. Lakini kwenye ubora hawana huo ubora. Na ndio maana wanaipa credit. Hawasemi moja kwa moja lakini wameshatazama ubora wa Polisi Kenya na wanaona anachokifanya Etienne Ndairagije kimekuwa ni bora zaidi. Wakitazama na Shabana ambayo wanaiombea dua. Kama unakumbuka mashabiki wa Gor Mahia walikuwa na mabango wanaambia Shabana help us to beat Police. Sasa wakati wanatoa mabango hii mechi ilikuwa haijachezwa dhidi ya Leopard. Sasa waliamini kwamba watamfunga Leopard alafu wale Shabana wataenda kuwasaidia kumfunga Police. Alafu wao mbona mahesabu yao tuki wake yani mahesabu yakawa mengi. Sabati mbaya wameshindwa kuicheza ngoma yao wenyewe. Wameenda kupata sare. Sare ambayo haiwapi nafasi kubwa. Taska kala 7 nafikiri siku kadhaa zilizopita. Na Sofapaka. Lakini Humphrey Mieno sote kama familia pamoja katika kujenga watoto ba Mungu. Yule anaitwa Eli Kalekwa. Walikuwa wanakuja sana katika mashindano ya Sekafa pamoja na mashindano fulani hivi. Ndio, kumbuka. Yalikuwa wanakuja sana. Batoto ba Mungu. Batoto ba Mungu.